Somo letu la leo ni tutaelezea kuhusu kumkinga baharia ili kutokana na mlipuko wa Mpox ambapo umetokea kwenye baadhi ya nchi na ugonjwa unazagaa. Sasa mabaharia ni watu ambao wanasafiri, na kama unafahamu bidhaa nyingi zinakuja kwa njia ya meli. Meli kama milioni 2 ziko duniani zinasaita mizigo na kuondoa mizigo, na hizi kazi zinafanywa na mabaharia. Sasa tutaanza kueleza huu ugonjwa wa Mpox virus. Ugonjwa huu kitaalamu nasema ni viral zoonotic disease, ni kwamba unaaffect wanyama na binadamu na unasababishwa na kirusi kinaitwa Mpox. Na kesi ya kwanza duniani ilikuwa reported mwaka 1970 kwa mtoto wa miezi 9 mvulana ambaye anatoka kwenye Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Na Mpox ni ugonjwa ambao upo hasa katika maeneo ya bara la Afrika, Afrika ya Kati na Afrika Magharibi. Na huyu kirusi yani Mpox virus ana makundi mawili. Kundi la kwanza linasema ni Clade 1 ambapo anatoka kwenye Central Africa au Basin Congo. Anatoka kwenye bonde la Kongo au Afrika ya Kati, ambapo yeye naye ana makundi mawili ambao ni 1A na 1B, na kundi la pili ni kutoka West Africa with subclade 2A na 2B. Lakini kihistoria inaonyesha kwamba wale virusi kutoka kwenye bonde la Kongo ni wakali zaidi na unasababisha ugonjwa wa mkali, na ndio hasa unakuwa reported zaidi. Kuenea kwa ugonjwa huu inafikiriwa kwamba imetokea kwenye Sub-Saharan Africa kwa miaka elfu nyingi zilizopita, na kipindi hicho haujawahi kuwa kutambulika. Lakini virus huyu kwa mara ya kwanza amekuwa identified katika maabara za Copenhagen na baadaye katika maabara mbalimbali za Afrika kwa ajili ya research mbalimbali kwenye miaka 1958. Lakini uligundulika kama ugonjwa rasmi ilipofika mwaka 1970, na ugonjwa baada hapo ulienea duniani kote, na mwaka 2003 outbreak ya kwanza, mlipuko wa kwanza utokea USA, na hii ilihusishwa na wanyama ambao waliingia kutoka Ghana, Afrika Magharibi. Na tangu mwaka 2003 kesi mbalimbali za monkeypox zimeweza kuripotiwa kutoka nchi mbalimbali: Nigeria mwaka 2017, Israel mwaka 2018, Singapore mwaka 2019, UK United Kingdom 2021 na USA mwaka 2021 vile vile. Sasa tuongelee kuhusu maambukizi. Tuanze kuongelea kuhusu maambukizi kutoka kwa nyama kwenda kwa binadamu kupitia either direct contact, yani kumgusa, au indirect contact kwa njia nyingine, labda kugusa mate yake au mng'ato na kadhalika. Sasa jambo la kwanza linalosababisha ugonjwa ni lazima upate scratch, mchubuko au ung'ato na ule mnyama, na hii inatokea mara kwa mara wakati wa shughuli kama za uwindaji, au labda nyama na kata ile ngozi yake, au wakati umemtega nyama yule, unaenda kumtegua au unapika ile nyama. Vile vile kula wanyama ambao wana huo ugonjwa
kama vile swala na wengine hata panya na vinyama kama hivyo vinaweza kusababisha maambukizi ya ugonjwa huu. Sasa vile tuangalie maambukizi kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu kupitia either kumgusa moja kwa moja au kumgusa sio moja kwa moja, yani direct or indirect contact. Tuongelee direct contact. Maana yake ni nini? Kwa mfano, mgonjwa wetu kwenye ngozi kumetokea vipele vinatoa maji, basi ukimgusa, hiyo ni direct contact. Pale utaanza kupata maambukizi. Au tayari mwisiwa wetu ana ugonjwa au tayari tumehakikisha na ugonjwa, basi anapokohoa anatoa vichembe vidogo vya mate, basi vile vinaambukiza. Hiyo ndio direct contact. Kwa hiyo kuwepo kwa mgonjwa mwenye ugonjwa huu, basi anapokohoa kuna hatari ya yeye kuambukiza. Lakini vile kuwepo kwa hiyo mgonjwa kama na vipele kwenye mwili wake, ukigusa yale maji yake, basi unaweza kupata maambukizi. Sasa tuongelee njia nyingine ambayo indirect contact, ambayo hii nayo watu wengi waifahamu. Kwa mfano, ushiriki kuvaa nguo na mgonjwa ambaye tayari na ugonjwa au yupo kwenye meza yake anakohoa pale, anapokohoa kama nilivyosema, kuna mate yanatoka pale madogo yanajaa kwenye meza. Huwezi kuona kwenda kwenye macho. Wewe ukenda pale, kama meza haijafutwa kwa dawa, basi ukigusa, manake yale mate tayari na virusi vile mpox, wewe utakuwa umevichukua na kuvisafirisha kwa mtu mwingine. Hiyo ndio indirect contact. Dalili za ugonjwa yanasema incubation period kati ya siku 5 hadi 17 au hadi siku 21. Hapa ni kwamba kutoka muda ambapo unapata maambukizi mpaka kipindi ambacho dalili za kwanza zinajitokeza, ndizo siku hizo, incubation period. Kwa binadamu ugonjwa unaweza katika sehemu mbili, tunasema prodromal and the rashes, kwamba anaonyesha dalili kwamba za kwanza alafu vipele vinatoka. Kwenye prodromal symptoms, dalili zingine za upande wa pili ina include kichwa kuuma, mtu anakuwa hana nguvu za kutosha, anapata homa, anatetemeka, anasikia baridi, na wakati mwingine anaweza kutoka na jasho. Kwenye koo kutakuwa na vidonda, misuli inauma, vile tezi za kwenye mwili zitavimba. Na hizi vipele vinaweza vikatokea kwenye mwili, sehemu za siri na kadhalika. Hizi dalili kwa kawaida zinachukua siku chache baada ya homa na tezi kutokea, na baadaye vipele vinatokea kwenye mwili wake, vitaanza kwenye uso, na baadaye vipele vinazagaa mwili mzima, na hii itakuwa inajumuisha vipele vingi, maelfu ya vipele, lesions vingi mwili mzima. Na hizi dalili za kwenye ngozi na sehemu za labda ndani ya mdomo na sehemu zingine zinaweza kuchukua wiki 2 hadi 4, na baada ya hapo unatokea muendelezo wa vipele, lakini vinakuwa na maji ndani yake au vinakuwa yani blisters, na wakati mwingine vinaweza kuwa na usaha na vikasababisha ganda gumu kwenye kile kipele. Baadaye hatua mbalimbali za kipele zinaendelea kutokana na jinsi ugonjwa unapokuwa katika mwili wake. Sasa baada ya hapo, hebu tuangalie mtu gani wa kumfikiria na huu ugonjwa. Jambo la kwanza, tunamfikiria mtu mwenye huu ugonjwa yeyote ule ambaye ameweza kuwa karibu na mgonjwa wa huu ugonjwa. Either yule mgonjwa alikuwa anahisiwa au imethibitishwa ana mpox.
na ndani ya zile siku 21 kukaa ndani ya ule mgonjwa kwa muda at least ndani ya siku 21. Na kabla hizi dalili zijatokea, na vile vile mtu yote yule ambaye sasa tutamhisi ambaye ghafla tu amepatwa na homa zaidi ya degree 38.5 centigrade, kichwa kinauma, misuli inauma, mwili unauma, mgongo unauma, anajisikia unyonge, basi huyo tunaweza kumsuspect. Au vile vile mtu yote ambaye mwenye dalili ambazo vipele vimetokea havieleweki, na tezi zimevimba, basi huyu tunaweza tukamfikiria kwamba katika case definition yetu kwamba huyu ni mgonjwa ambaye huenda alikuwa nayo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa mtu akichokuwa na hiyo hali kuchukua history, alikaa na nani kwa kipindi hicho cha siku mpaka 21. Je, huyu mtu alikuwa naye alikuwa na dalili zipi, ili pengine kuwepo karibia na yeye amemwambukiza. Kwa hiyo hao wote tutaita suspect. Na hivi vipele vinakuwa ni kimoja au baadaye vinakuwa vingi mpaka kwenye sehemu ya siri na sehemu mbalimbali za mwili. Na kwenye midomo inaweza kuwa kimoja au na zaidi, sehemu ya haja kubwa, sehemu ya siri ya mwanamke, sehemu ya mwanamume vile vile. Na kama ni sehemu ya haja kubwa tutasema anorectal lesion. Hivi vipele vinasababisha maumivu, na wakati mwingine na damu inaweza kutoka. Kwa hiyo hizo ndio kesi tukipatikana, basi tukamsuspect. Au vinginevyo yule yoyote ule aliyepimwa na kipimo ikaonyesha kwamba ana ugonjwa, kususpect kwamba unaweza kuwa umepata huo ugonjwa. Kwa hiyo jinsi ya kuconfirm hii kesi, lazima kufanya kipimo ambacho tunasema ni PCR. Hiki kipimo kinaenda kwenye DNA yako na kuangalia maka kwamba je, umepata maambukizi ya hichi kirusi au hapana. Hii ndio confirm. Lakini confirm hiki inachukua muda mrefu, labda haichukui muda mrefu, lakini upatikanaji wake sio kila mahali. Ndio maana tuna base zaidi katika hali ya kugundua mapema kwa kuangalia, na tukiona hizo dalili basi huyu baharia ndio tukamsuspect. Na baharia mwenyewe sasa, unapoenda mahali ukuta watu kama hao, basi fikiria kwamba hapa pana hatari. Sasa kwa nini tunasema mjiangalie na kujichunguza? Hii itatusaidia kwanza kujikinga wewe mwenyewe kwamba nimeona hapa mahali hapafai, inawezekana huyu mtu ana tatizo. Vile vile ukipata mgonjwa utamweka mahali salama kwenye uangalizi, na kwa kufanya hivi utasaidia kukinga maambukizi yasiendelee, na vile vile kukinga jumuiya zetu na hata familia zetu zisipate ugonjwa. Na jinsi ya kuwaweka hawa wagonjwa kwa ajili ya screening, kwanza tuhakikisha kama kwenye meli basi tuweke sick bay ile vizuri, mgonjwa wetu akae hapo na tunamwangalia, na kati ya baharia na ule mgonjwa kusio na close contact, at least kuwe na mita kama 1 bila kugusana pale, na wakati huo uvae maski na hata tumie gloves. Na tungependekeza basi pawepo tuna njia moja ya kupita kama unataka kumwangalia mtu ambaye mmemtenga, na kama ni nyumbani basi wana familia wakae tu nje, na basi aendelee kuangaliwa mpaka hapo wataalamu watapokuja kuhakikisha, na kama wakiamua nayo wanaweza kumwangalia hapo nyumbani kumkinga, fanyike hivyo. Sasa jinsi ya kufanya kuwasaidia hawa watu, hasa tukiwa kwenye meli, mtu yote tunayemsuspect tumtenge, kwa hiyo kwenye sehemu maalum mpaka tutafika next port of call. Tutafika bandari nyingine tunamripoti. Kwa hiyo mamlaka ya hiyo bandari yenyewe inajua jinsi ya kuchukua hatua na itafanya nini. Tumpe maji mengi anakunywa mara kwa mara, na chakula kilichokuwa bora, yani balanced diet, ili kumsupport. Na vile vile dalili zote ndogo ndogo zinazojitokeza basi uzishughulikia. Ni kama anasikia kichwa kinauma, basi ape paracetamol. Kama
labda anatapika, apewe dawa ya kuzuia kutapika. Hizo kwenye meli tunazo. Kama anapata maumivu, apewe dawa kutoa maumivu, mojawapo ni paracetamol. Na kama nilivyosema, anawekwa mahali, anakunywa maji mengi wakati tunasafiri kuelekea bandari inayofuata, ili mgonjwa wetu tumripoti huko na authority zinazohusika zichukue tahadhari zote na kumtoa kwenye meli, wamweke sehemu maalum ili mpaka tutakapopewa idhini ya kuondoka. Na kama ana vipele vimezidi, basi tutafute antiseptic ili kumwagia ili kupunguza maambukizi ya bakteria. Ngozi ikishambuliwa na hasa na virusi, basi hata kwenye kuna bakteria pale watazidi kujazana bakteria na inaweza kusababisha matatizo makubwa zaidi. Na kama na vidonda sehemu za siri, basi kutakuwa na aina fulani ya maji ambayo yanawekwa dawa, anayakalia pale ili kumpunguzia madhara kidogo. Kama kwenye mdomo kumekuwa na vidonda, basi tumewafundisha mabaria, unampa warm saline gargles au oral topical anti-inflammatory gel, anaiweka mdomoni kumsaidia mpaka atapofika bandari nyingine. Tena unamripoti ili afanye utaratibu unaohusika. Lakini vile vile macho yanaweza kuchambuliwa akapata kitu cha conjunctivitis, lakini hiyo of course ni self limiting, inakuja na kuondoka haraka tu. Lakini hali kizidi, basi madaktari wa macho tutaka kumwangalia na wataendelea na matibabu yake. Sasa ningependa labda tuonyeshe picha za active lesions hizi kwa ajili ya mpox, anaonekana vipi. Okay, kwa hiyo tunatoa picha hapo, na hizo picha unaona kuna vipele ambavyo at least ukivijua utajua, lakini tumeonyesha sehemu za siri nazo kumetokea kama kidonda, lakini hichi kidonda kinatoa usaha kidogo na utakuta vidonda vingine vimejitokeza, na kama kinataka kupona hivi kwa juu kimeweka gaga fulani, lakini kisukuma hivi inatoka. Na vile vile sasa kuna aina vipele ambavyo vimejitokeza, pia hasa tunataka tufahamu kwa mahabaria ambayo tunasema maculopapular vesicular papular skin lesions, kwamba kuna uvimbe upele na umezagaa sehemu mbalimbali, ndani kuna majimaji au mwingine unaona kuna dalili kama ya usaha. Basi hivyo vyote vikitokea, na kama nilivyosema, ndani ya siku 17 mpaka 21 imeenda kwenye bandari na baadaye mmesikia kuna kitu kama hicho, na nyinyi imekuwa in contact na raia wa pale au wafanyakazi bandarini, basi huyo mtu awe suspect, awekwe kwenye sick bay wakati mnaenda na safari, ili mkamripoti mbele, ili baadaye hatua za kitabibu zichukuliwe, na normally atashushwa kwenye meli na hatua zingine zitaangaliwa, na uongozi wa afya wa hiyo bandari utawapeni maelekezo muksas kwa ajili ya kufanya nini. Kitu cha msingi ni kwamba kama nilivyosema, hawa watu wanapata dalili kama vile homa, kuwashwa na ngozi, kichwa kinauma, anajisikia mnyonge, kichefuchefu na kutapika. Kwenye meli zetu tuna dawa za kusaidia watu na tumefundisha kule mafunzo haya. Hapa tunatibu symptomatically, nini kimejitokeza. Hatutibu ugonjwa wenyewe, tunatibu yale matatizo yanayojitokeza ili kumfanya mgonjwa wetu basi ajisikie maisha mazuri mpaka hapo atakapoona na wataalamu. Kwa mfano, anapata homa, nimesema atapewa paracetamol kama inavyohitajika. Ngozi inawashwa au ana intense itching, inawashwa sana, basi tunampaka dawa inaitwa calamine lotion. Huwa tunakuwa nayo kwenye meli, ni kama vile chokaa, ukimpaka yenyewe inafanya soothing agent, ni kama soothing agent, anajisikia ubaridi na itapunguza kuwasha. Lakini vile vile mchanganyie na dawa hizi antihistamine, ili dawa za kuzuia kuwasha zipo mbalimbali. Kwa hiyo unampa antihistamine za mara moja kwa siku, mara mbili kwa siku, kutokana na maelezo ambayo tumeandika mle. Tampa anasikia kichefuchefu na kutapika, basi tumpe antiemetics. Hizi zipo za kutosha, hasa wakati mwingine kuna mabaharia bahari inapochafuka,
watu wanatapika tapika, watu nawapa. Kwa hiyo utampa huyo mgonjwa. Kichwa kinauma, anasikia viungo vinauma, mwili unauma, umechoka, basi apewe paracetamol na vile vile au anakunywa maji ya kutosha. Mpaka hapo next port of call akifika, basi utoe taarifa kwa uongozi wa afya wa bandari, then taratibu zingine zitafuata. Na kitu kingine, ugonjwa unafanana na magonjwa mengine. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na ugonjwa unaitwa syphilis, unaweza kufanana kidogo kwamba inaweza kuwa ni primary au secondary syphilis. Tumefundishana kwenye vyuo vyetu hivi mabaharia, inaweza kufanana kitu kama hicho. Au vile vile kuwa na gonorrhea iliyosambaa kwenye mwili wote, inaitwa disseminated gonococcal infection, DGI, inaweza katokea. Au magonjwa zinaa, chancroid, nipah, na kadhalika, inaweza kufanana. Au adult measles kama vile surua, au meningococcal septicemia au ukurutu scabies. Hivyo vinaweza kufanana, lakini ukiona vinafanana vyote hivyo, wewe na kipindi hiki cha mpox na umetoka eneo ambalo lina mpox, basi huyu mtu atengwe na ripotiwe kwenye bandari, ili wataalamu waje, wao ndio watatenganisha kwamba hii ni hii au hii kweli ni mpox. Kwa hiyo yakitokea magonjwa kama hayo, usibase zaidi kwamba hii ni kitu fulani. Hapana. Sasa hivi kitokea kama hivyo, tutilie shaka kwamba inaweza kuwa ni mpox, kwa sababu ni ugonjwa ambao sasa hivi tunaogopa na umeshikwa na mlipuko. Kitu kingine, kwenye meli zetu hatuna counselors, lakini hawa maofisa wa meli, basi ni vizuri hawa wagonjwa wetu tuwafanyie ushauri na saha, lakini unalengwa zaidi, tulenge zaidi kuondolea hofu kwa hawa wagonjwa wetu kwamba hiki kitu sio na wasiwasi, kinakuja na kuondoka, huwa na hivi, ili wasijikuta kwamba wanapata msongo wa mawazo. Na contact monitoring ni siku 21, kwamba wale watu ambao wa suspected basi watakuwa wanakuwa monitored, na hii ni ndani ya siku 21 baada ya kukaa na mtu ambaye tayari alishakuwa suspected au tayari amegundulika na mpox. Kitu kingine, madhara ya ugonjwa ni makubwa kidogo. Anaweza kupata ubongo, wakaingia kwenye ubongo, wakishambulia kwenye macho, kwenye mapafu, au wakapata sepsis, mwili mzima ukawa umepata maambukizi. Na vile vile anaweza kupata bacterial infections zingine, ambazo hizi ni madhara ya huu ugonjwa. Lakini haya madhara most of the time ya either yanasababishwa na virusi chenyewe au uwepo wa ushambulizi wa bakteria wengine. Sasa tunawashauri vile vile mabaharia, wakati ikitokea hali kama hii, basi mara kwa mara tunasema hand hygiene lazima ifuatiliwe. Tunawe mara kwa mara tunapogusa chochote, aidha kwa kutumia sanitizer au maji tiririka yenye sabuni au yenye maji tiririka yenye disinfection. Vile vile tutumie respirator, barakoa, of course kwenye nzuri zaidi ya N95 au FFP2, ambayo itavaliwa kwa mtu ambaye aliyepata na ambaye tunajikinga na sisi wenyewe ili tusipate maambukizi, mpaka hapo itakapogunduliwa kwamba huyu sifara ana ugonjwa au hana ugonjwa. Na vile vile tunatakiwa angalau kuangalia joto la mgonjwa wetu mara moja au mara mbili kwa siku, kwa muda wa siku 21 baada ya kuwa ameambukizwa. Sasa kazi hii kwenye meli zetu za mizigo huwa tuna hivi, ndio maana tukasema basi akishatengwa tutaangalia tu kwa muda siku 2-3 au kwa muda less than 24 hours, mpaka atafika bandari inayofuata ashushwe na uongozi wa bandari wa afya. Ukitaarifiwa, basi wao watajua jinsi gani ya kumshughulikia. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, asante.